are washed, you are sanctified, you are justified in the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. Amen. Are you a sinner now? Whom do you listen? Do you listen to the voice of God? You have to move your heart from left to right. Amen. Move from what you believe and what you know to what God says you are. You are not poor. You are not cursed. You are blessed. Praise the Lord, church. And that's why, take this fish. Take this fish called koi. Koi is a very good fish. Take it, put it in a place like this one. Katika nyungu, itakuwa kubwa kufika pale. Take it katika mto. Sio mto, katika jiwa ama lake, itakuwa hiyo kiasi. Take it katika river, itakuwa kiasi hiyo. Kwa hivyo akili yako hivyo iko hivyo tu. Moyo wako ni hivyo tu. Kama wewe ni mtu utaki ku overcome the challenges, hautagrow, utakuwa mdogo vile. Wanaweza pewa sifa. And that's why you should move from negative to happiness. Amen. Negative difficulties and move to happiness, love and joy. Praise the Lord. Amen, church. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why those people who have level 5 of their night, these are the people who are very dangerous. Moyo wako ama akili yako imegawanya mara ngapi? 5. Tuko na watu 5 katika kanisa. Na katika hao watu 5, mtu wa 5 ni dangerous sana. Huyu mtu wa 5 kazi yake, mind yake ameset katika mambo kama games. Ni wangapi ambao wanakosa kuja kanisa kwa sababu ya games? Ni wangapi wanalala saa 8 karibu na asubuhi kwa sababu ya games? Those are people with level 5 mind. Hao ni watu wanapenda gambling na pombe. Okay? Hao watu wanapenda madawa ya kulevya kila wakati. Amen? Na hao ndio Mungu ametuitia kuombilia. Hao ni watu wamekuwa addicted na smartphone. Hata kwa choo hapo nayo pale. Kwa choo ana Mungu mpaka inaanguka kwa choo. Ni heri hiyo unaongea kwa choo kuliko kufanya nini kwa Mungu. Angalia wamekuwa addicted. Angalia this and the men. Kila mtu wako mbisi, hawana nafasi na Mungu, hawana nafasi na kanisa, hawana nafasi na kazi ya mkubwa. These are people, hata amebeba mtoto anaanguka anjari, anaendelea na kuchati. Mtoto ndio huyo anaanguka. These are the people, hata mahali wanakula wanatengeneza sahani ya kukulia na mahali ya kuweka simu. Wanaendelea na kuchati. They are addicted people. People in level 5 of mindset are abnormal mindset people. They are abnormal. Sio watu wako madhari lakini wako hapa na tuko na wao na bado wako madhari na wako hapa tu. Ni watu wakiamua aende morning glory hawezi akaenda, lakini anaweza kukaa kwa simu kwa muda mrefu. Akiambiwa aende lunch hour hawezi akaenda. Now these are the people who are trusting themselves. Wanaamini sana katika mioyo yao. Na ukiamini moyo wako huwezi sikiza watu wale wengine. Hallelujah, church. These are the people who always see right to them. They will never see wrong in them. Proverbs 16:25. There is a way that seems right to man, but at the end are the ways. But the end is the way of the dead. Not the way, it should be the ways of death. Amen. So these are the people who cannot listen, they cannot learn, and they cannot change. Ukimwambia leo utaongoza watu katika praise and worship, amenuna. Hallelujah. Level 4 mindset. These are the people who are sent to follow their fleshly desire. Kazi yao ni kukula, baada ya kukula ni kufanya mapenzi, sex, na kawaida baada ya sex ni kulala. These people kazi yao ni kukula, eating. After eating ni kushiba, kutafutana na kufanya mapenzi. Baada ya kufanya mapenzi ni kulala. They are very dangerous people. You can see this man. Hii ungali yote. Si amekula, ameshiba, ndio huyu na mapenzi, ndio huyu baada ya mapenzi ni kulala. Na hivyo ndivyo watu wanafanya mapenzi katika kanisa la Bwana. Amen. Mapenzi ya kutaka. Mapenzi sio ya sex peke yake. Spiritual sex ni kubwa sana. Kukataa kwenda kwaya ni mapenzi. Amen. Kusema watu wale wengine ni mapenzi. Amen. Na baada ya mapenzi ni kulala. Hakuna kitu kingine. Watu wa kanisani, mtu hajawahi hubiria mtu aokoke tangu uokoke.
wewe umeokoka wokovu ina gani kama hujawahi kuhubiria mtu mmoja wokoke? Haujawahi enda kwa ofisi ya CEO kumhubiria Injili. Wewe ni mtu aina gani? Wewe ingia kwa ofisi ya CEO fika saluti, mwambie madam, nimeona basi nzuri, nimeonelea ni vizuri nishie na wewe mama. Wewe ni mtu bure kabisa. You don't add value. Mimi ni mtu bure kabisa. I don't add value to the people of God. Unataka kujua Injili peke yako. Hata mwenye dhambi wewe ukamtembelea. Hakuna tofauti yako na wale watu wanaongozwa na mwili wote. Kufunga ni nini ulifunga? Kila wakati ratio haiendi chini, inaendelea kuongezeka. Hakuna kwenda kufunga na unataka mtu akuoe mtu mzuri. Utampata wapi? Mbwana wako hapo kwa magoti. Hao wengine wanakuchanganya, hakuna mahali mnapelekana na wao. Kwanza ukiona salisi Mungu mnajenga taifa na yeye na anakuuliza uwe mke wake. Wewe unapoteza wakati na yeye. Hao vijana mnaona hapa walikuja huko wakiwa na wachumba wengine. Hao hawasemangi, wanasema ndio tu. Mnaweka maspare part. Unajua gari unatembea na tairi nyingine. Nyinyi ni maspare part. Sio rahisi kujenga na msichana na mnapotezania wakati. Break that relationship. Hakuna mahali mnaenda. Wengine ni wake wa watu, mnacheza na wao hapa. Hawako Kenya, hawako Uganda. Kenya kwa sawa. Praise the Lord. Amen. Hapana potezania time. Amen. Kama uliacha mshamba kule nyumbani ni wako. Hapana kuja ona gorogoro hapa uniform, umesahau na mshamba yako. Nenda hao huko. Bwana sikuwa chama wetu hapa. Kwa nini unapesiva? Ni kwa sababu wewe uliona mshamba ukampenda. Sasa unataka tena kudanganya msichana hapa. Utachomeka na moto. Amen. Bali ukibadilika Mungu anakurehemu. Anyway, mtu anaweza chuzia mtu akijenga pamoja, lakini wakikaa kwa utakatifu na kwa mawaidha ya madam na wakubwa na chaplain wataoana. Yes, but ulituma huku kuoana na kuoa ama ni kusoma? Ulituma huku kujenga taifa ama ni kuchengua taifa? Amen. They live powerless life. Hawana nguvu. Ukimwambia hii amekumbali. Ni kama mpira. Unatupa hivi, unatupa hivi. Mara KK security umeulizwa na yeye, mara KWS amekuuliza unaolewa na nguo ama ni mtu. Unachanganya wa wanaume, unachanganya wa salesmen. Amen. These people are not in Kenya. Kenya is good. Level 3. These are normal mindset. Normal kiapo ya kwamba ukimwambia weka hii meza hapo, ana akili nyingine ya kuona kwaya hawezi wakatoshea, aitoa weke nje. Yaani akili yake ni normal. Kama mmeweka hivi hii ndio meza na mnajua hii space ni kidogo, badala ya kutoa hii meza mpeleke nje na mwambie watu wakaribie, your mind is fixed, normal, it can't change. Big people, dangerous people, they do loyalty. They are loyal to their leaders. Loyal, hata honi meza ni kubwa inachukua space kubwa, hawezi akasongesha leta hapa. Anataka hii space yote iokupaiwe na watu wa instrumentalists na watu wa kuinji. Anje ndani mkwe na madhabahu kubwa na watu wanakaa nje. Why can't you move forward? Yaani uliambiwa na mkubwa alikuwa mbele yako alikuachia viti siwe zinapiga. Yaani your mind is loyal, faithful, and reality. Ukiambiwa tunafunga 3 days, usienda hata 3 days and a half. Loyal. Ukiambiwa na kama ni commander, ufanye kazi mpaka pale. Hata usiende kidogo, uko loyal. Amen. Hallelujah. We have to move on that. And we are going to level 2. Amen. So be loyal. Hey, reality. I want to do what my mother must say. Nimeambiwa nikipata mtu akifanya hivyo nimripoti. Your mind is very loyal. Why can't you correct that person before mpeleke kwa command? Akili yako ni loyal. If you are a dangerous person, you should not stick. And what about the mind of thinking? Amen. Those people, they cannot change others. These people cannot mend others. They cannot correct others. Okay, we are in mtu anafuta. Hapande. Usijiona anafuta. Kwa anafuta nyara. Yeye habari zinakwambia hapo anasemana na bwana nikuelezee. Umejionea. Loyo. Beautiful. Usiwe katika jina la Yesu. We were created to heal one another. To lift the fallen. Unaenda unamwambia unajua fanya amekuwa kikutafuta sana. Na mimi nimekuwa nikimwambia unafutanga kikataa. Leo si umeona nafuta.
tafadhali ndugu yangu, ninaomba uachane na hii maneno. Na ninaomba tu nikupelekee kuna kansala atakusaidia. Kabla ya hii kitu utafutwa, tafadhali naomba wache tuombe na wewe. Usikuwe na wasiwasi, kidogo itaisha. Lakini huyo nilo Avande kuja unapiga picha, si ndio huyu? Si ninakwambianga Avande huwa huniamini. Si nakwambiana wanapendananga, si ndio hao nimewapiga picha wakiwa wamekaa hivi. Akoloyo na anaonyeshana hiyo picha. Badala ya kwenda wakosoe, wewe ni bure kama wewe ni kiongozi wa aina hiyo. God created us to be able to correct one another, to mentor one another, to direct one another, to manage one another, and to lead one another. Praise the Lord, church. Amen. Level 3 is a very dangerous level because you can easily move from level 2 to level 3. Amen. Praise the Lord, church. Amen. Level 2, you have to move from level 5, level 4 to level 2. This is mindset to go over the limits and the challenge. These are successful people, but they are not happy. Yes, hao watu hawasimami, hata wengine wakisimama yeye anaendelea. Kuwe juu, kuwe mwezi, kuwe nini, lazima afanye. Lakini ndani ya mioyo yao hawana furaha. There are so many people with successful houses, but hawalali, wanalala wakinyongwa. Wame succeed in life, but they don't have happiness in their life. Akona be constant, but it's not successful in life. Any genius, but it's not successful. It's not happy. It's successful, but it's not happy. Because happy lives comes always through Jesus Christ. Amen. Hallelujah, church. Amen. Those who have the second level of the mindset, they do not settle in the level where they are, but live the life of challenging themselves and going over extra mile. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Now level 2, that is, we said in level 2, these people can move from level 3 to level 4. It's very dangerous. Hallelujah. Praise the Lord, church. Amen. This is all about level 2. Now level 1 is the best. It has plus successful life. Those are the people who are ready to overcome challenges, and they are also happy in challenges. Kozi imechelewa lakini wako na furaha. They accept. Amen. Wanasema ya kwamba Biblia inasema from the book of Thessalonians, rejoice all the time, and I say again, rejoice. But let me ask you this question as I conclude. Yeah? Wewe kuna wakati unafurahia na wakati unakasirika? Yeah? Wewe umeokoka. Na Biblia inasema furahia siku zote, wewe unaambia Mungu unapeleka sawa sana na sana. Mimi nitafurahia wakati kuko sawa na wakati hakuna sawa na kasirika. So all of us will go against the one. Unachapa ndio furahia. Hallelujah, church. Ukaa mbele ni vizuri sana. Demonstration. Hallelujah. So the Bible says from the book of Thessalonians, rejoice, verse 16. Rejoice all the time. And I say again, rejoice. Wakati umeambiwa ya kwamba unamoa kiziki, una rejoice, una praise, unaimba. Mpaka ambaye mwanapitia pale anashinda huyu msichana, hata nimpea punishment ina gani, bado anafurahia. Because ukikasirika, kuna vitu zinaitwa neurons, zile zinapeleka information katika moyo, katika heart, katika brains of human being. So wakati umekasirika, zinakuja mahali pamoja, zinatengeneza kitu inaitwa growth. Na unapoendelea na kukasirika, chemicals zingine inakuwa produced by your hormones, inamwandikia hizo neurons. Na hizo neurons baada ya kukusanyika mahali pamoja, sasa zinadevelop zinakuwa cancer. That's why wale watu ambao wakuweka vitu katika mioyo yao hawataki kusameana, wanakufa through vidonda za tumbo. Sasa ukienda kwa daktari ukiwa na kansa, huwa anakuambia ufanye nini? Unasikiaga wanaambia wafanye nini? Wacheke na wafurahie. Hiyo imeandikwa kwa Biblia ama haijaandikwa kwa Biblia? Ukienda kwa daktari mtu akaanza anaambiwa wewe rejoice all the time. It is from the book of Thessalonians. Because you never rejoice
hata wakati umekuwa na furaha, hata wakati unachapwa, wakati umepewa punishment. Na mimi nashangaanga kama wewe umekosea na umepewa punishment, kwa nini unanunianga watu? Si ulikuwa umekosea, sema ndio. Na kwa nini unanuna? Na kama wewe hujakosea na umepewa punishment unaonewa. Wewe kama hujakosa na umepewa punishment unaonewa. Kuna haja ya kununa? Hakuna haja ya kununa kwa sababu haukufanya au kukosea. Hata kama unafanya punishment unajua in my heart mimi sikufanya hii, lakini waje nifanye kwa moyo wangu wote. Haleluya church. Sasa mimi nikikupata pale nikwambie Luka shule, wewe njoo Mungu unajua misuli yangu, masusi yangu. Kwa sawa. Mimi nitaishi miaka mingi hapa duniani because my muscles are ready to overcome all the challenges. Hallelujah. And that's why we are saying these people, just because you became successful, it doesn't mean that you have the happy life. Amen. When you look at the life of successful people, it seems happy outwardly, but they are living the miserable life in their lives. Praise the Lord. And that's why you can see these people. They think they are happy, but when you operate their hearts, it's a problem. In this first level, what is the best mind of human being? Is level 1. It's where we have successful life and happy life. To be successful alone is not enough. You need to be happy. How that comes? Just because you became a successful, you just buried at the level, you will become miserable. Wewe ukiona kila kitu umefika na you don't want to go extra mile, it means that you will have miserable life. Kama ni ungali inakuja tu kila wakati ni ungali, hakuna kuzimika siku moja. Kama ni allowance ni 13k tu, kama wewe hujapata 3k, wengine 2k. Okay, ama hiyo ni historia huko kweli. Hamjui hiyo allowance kama yako ichelewi, iko shida. Lakini ikichelewa nimeona smartphone. Watu walikuwa na kambambe nyingi sana. Leo ninaona smartphone. Kama wewe sio huko kwa Facebook uconnect na mimi ufuate teachings, you just follow because I can't hand you zote zimenjaa. Yeah, watu walienda saluni za nguvu sana wakati hiyo pesa ilichelewa. Saluni za nguvu hawajawahi ingia siku moja, akatuanga 1,000 toa, 2,000 toa. Kama haingechelewa hiyo pesa ungeingia hiyo saluni. Everything happens with a reason. Wengine wakanunua ng'ombe, wengine mbuzi, wengine chips tu na kuku. Amen. Wengine nikawapata lodging wamepelekana huko. Mungu atusaidie sana. What did you do with your money? The successful and happy life comes from endless challenge and enjoying the life of challenge. Amen. One day I came here nikiwa kiwete, na siku nilikuja kwa hii kanisa nikiwa kiwete. Mimi ni kiwete. Mimi nilitolewa chuma. Sasa hivi mimi sio kiwete. Na wakati nilivunjika mguu ndio nilienda so many countries in Africa and Asia. Because that cannot limit me. Kuna wakati nilisimama hapa mguu ikiuma sana, like 3 hours. Tukichapa sana na wale walikuwa wamepakawa hapa. Nakumbuka tukigongwa ngumi. Nenda na ngumi. But God fought for us. Amen. Amen. So rejoice, even during the time of difficulties. And that's now how happy life comes. Wakati mtu anakufungia nyumba kwa sababu haujalipa, unakasirika, unakuwa na nia ya kununua yako permanent. Wakati hii pesa ya serikali inachelewa, unaangalia imechelewa, yes, unavumilia. You can overcome challenges. Amen. Hata ndoa wakati kutakuwa kuna pesa, unakumbuka siku moja tulienda kama mwaka kamoja ama tusili siku moja bila kupata pesa. Unaambia bwanangu usikue na wasiwasi, siku moja pesa itakuja. Yaani hakuna kitu hapa duniani utaona ikiwa ngumu katika maisha yako. Ukiambia mjinga wewe, sura kama mtu ya serikali, unacheka unasema oh my God, I know I am. These people they don't know who I am. I know I am. Why should you? Kwa nini ni become hungry and I know who I am? Praise the Lord. Yani you rejoice in challenges. Mamako amechapwa sana, unafurahia. Amechapwa sana, unafurahia. Haukasiriki, unafurahia. Sababu siku moja babako atanguzwa na atabadilika. Lakini ukikasirika, shetani anachukua nafasi, unaanza kutusi babako. Unasema sitaenda huko, so unasaidia shetani kuvunja familia yenu.
Biblia inasema rejoice all the time, and I say again rejoice. Mamako anauza pombe, unafurahia ukijua siku moja atauza sukari. Amen. Na utakuwa the first person to change that business. Amen. Lakini ukikasirika, Mungu anafunga baraka za kupata pesa ndio ubadilishie. Hallelujah. Praise the Lord. Biblia inasema furahieni katika majaribu. Hallelujah. The successful and the happy life comes from endless challenge and enjoying the life of challenge. Hallelujah. Shadraka, Meshaki na Abednego walishikwa wakisema wanajua Mungu, hawezi wakaabudu sanamu. Wakaambiwa ya kwamba tutawaweka wapi? Katika tunuri la moto. Wakasema we shall rejoice. Kama Mungu wetu hayuko tutakufa. Lakini as long as our Christ is there, we shall meet him there. Amen. They rejoice. Na wakati walienda na wakiwa na furaha, the fourth person was Jesus Christ. You see, it's a consuming fire. Who consumes all other fires in your life? Amen. He consumes all the demons, all the devils, all the curses, all the cancers, all the terminal problem and diseases. Amen. Jesus is a consuming fire. They were drawn to Jesus Christ where he was. He was able to encourage them. The fire was not meant to destroy them. The fire was meant to make them be powerful in their faith. Even the challenge you are undergoing and the fire people have been throwing you, it will never destroy you. It has been prepared to make you become strong woman of God, strong man of God, who can stand up and proclaim the gospel of Christ wherever the situation is. It doesn't matter. The heaven and the earth shall pass, but this word of God shall stand forever. When others see frog, others can see farash. When others, they can see bird, others can see angels. Now, in your challenge, do you see Jesus Christ? Or do you see? Hallelujah. Amen. This man who knew God, he was the man of God. And he was told, if you are not going to do this, you are going to do this. And Daniel said, resolved in his heart that I will never defile myself with king's food. Watu wengi wanaweza na chakula. Watu wengi hii tumbo, chunga sana tumbo yako. Tumbo inaweza kukuaibisha sana. Unaenda unakunywa, unakula soda, baada ya kukula soda unakula pombe. Mfalme alikuwa na vyakula, lakini Danieli akasema siwezi nikajichanganya. Na akasema tutakwea katika lions. Na akasema as long as my God liveth, I rejoice in difficulties. I rejoice wherever I will be thrown. It is not me. My death in salvation is gain. Throw me to lions, and then my God will protect me. Let them take you wherever they want to take you. Your God will safeguard you. Let them take you wherever they want to take you. Your God will be with you. And the Bible says, the moment he was thrown there, God commanded the lion to charge. God will send his angel to guard your steps in whatever you shall be doing. In whatever you shall be doing, wherever you shall go. God, as long as you be faithful and loyal to the word of God, not loyal to the principles set by men. Hallelujah. And when the man of God was there, the lion started rejoicing because he was rejoicing. You see, when you rejoice in challenges will rejoice with you. Hallelujah, church. When you rejoice, when people are saying, "Huyu mtu ni bure," when you rejoice, people will rejoice with you. It is like a magnet. Happiness is like a magnet. Amen. It repels that which is not meant for. Hallelujah, church. And that's why when you rejoice, you have happiness in your heart. Unapoambiwa wewe ni mtu ambaye unajua watu wengi wanaona hawajawahi kuwa kiongozi na unaona unatosha kuwa kiongozi. Andika kwa akili yako, mimi ni kiongozi. Kama wengine wamepewa promotion na wewe hujapewa, na unajua ya kwamba unafaa kuwa chief inspector, wewe andika katika akili yako, hata ukipita jionani kama chief. Amen. Because you know you are who you say you are, not what they say you are. Na hakuna haja ya kukasirika kama hujakuwa in charge. Amen. Hakuna haja, wewe vile anasema ukijua you are in charge of yourself. Amen. And you can obey what you are in charge says. If you have the heart to listen, others will listen for you. Amen.
Hallelujah, church. And that's why Daniel was preserved by God. And you know, another name of Jesus Christ is Lion of Judah. Hallelujah. So they never knew where they were throwing this man. They threw him to where Jesus Christ was, and he was able to command. Your God is able to command your life. Amen. Your God is able to command your family. Amen. It is not your grandfather, it's not your uncle who is going to command your mother and your father because they died, your parents. God himself will command you. You will never be commanded by these people. They will never continue controlling you. Amen. 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 Thank God, because God knows where you are going. They don't know where you are going. God knows your future. Your life is in the hands of God. He who has final answer is Jesus Christ. It's not your company commander. It's not your CEO. It's not your director. It's not your pastor. It's not your president. He who has the final say is Jesus Christ. Amen. And that's why you should not fear what they fear. Amen. Praise the Lord. And don't listen what they listen. You are more than conqueror. In you there is a winner. You are a leader. You can conquer yourself in order to lead others. Praise the Lord. Even if you cannot conquer yourself, you cannot lead others. Praise the Lord. You have to conquer yourself. Conquer hiyo hasira. Amen. Conquer hiyo kulala bila kwenda kusoma kanisani. Conquer hiyo maisha ya usembe. When you conquer yourself, you can lead others. Everyone was created to be a leader. Amen. God has raised you in your family to come to Kenya National Youth Service, not only for your studies, but also to grow in spiritually, so that you can be deliverer in your family. Amen. God raises only one person in the family. When God blesses you with money, don't say, I'm blessed, I have a lot of money. No, it's not yours, it's for you and your village members. They want to eat with you. When there is nothing there, you can throw something for them. Never say we have a lot of houses. Never say mimi ninatumianga shopping kubwa ninaweka kwa sanduku. No, it is not yours. Kuna mtu ana baba, ana mama, mnalala na yeye next. God causes things for you to receive that vitu ndio kwa sanduku yako anaweza kukula pale and you will be blessed. Amen. Hapana kana vitu kwa sanduku inamaliza mwezi au malizi. Omo imaliziki. Wacha iishe, tumana pesa ingine ikuje, because Mungu amewapea kwa ajili wale wengine. Amen. Maisha tunayoishi ni kwa sababu ya watu. Aliyetengeneza hii kiti sio wewe, lakini unaikalia na unafurahia. Unacheka hapa kwa sababu umeenda saluni unaangalia kiti ya mwenyewe. Nilinunuliwa na mtu. Unatuletea hapa, imetengenezwa vizuri. Kuna mtu alitengeneza hiyo nywele kwa sababu yako. We are so important to one another. Everyone is somebody in the house of God and in the kingdom of God. Everybody is somebody. Hakuna nongwe, hakuna mtu bure hapa duniani. You add value to one another. Praise the Lord. You are seated here because somebody sat down, alijigonga hapa, akitengeneza huku kwa sababu yako. So we need to value people and know how to live with people. Amen. Hapana kuwa pale na mtu hapo na vitu katika sanduku zimejaa pale. Umbilia huyu mtu aguswe, akugawie. Amen. Praise the Lord. Umbilie kila wakati. Ni kwa sababu unapewa kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yako, sio kwa ajili ya familia yako. Praise the Lord. Panda kila mahali, panda mbegu na Mungu atakubariki, itachipuka. Amen. Watu watakuwa shida kwa sababu hawataki kuassociate with others. No, the way to live with others. Salimia aliye karibu nao, mwambie jua kuishi na watu. Mwambie watu ni maisha. Maisha yako iko kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah, church. Amen. By believing in the word of God, that's how you are going to receive the happiness and the success. John chapter 6 verse 19 of sin, because they do not believe in me. They don't believe in Jesus Christ. That's why they are of sin. Hallelujah. By believing that God is with me all the time. Acts 13 verse 22. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all things, all my will. John 14:12. He who believes in me, the works that I do, he will do also, and the greater works than these he will do. Yesu mwenyewe alifufua mtu akiwa na siku ngapi? 4. Wewe utafufua mtu akiwa na siku 5. If you believe in him. Praise the Lord. Amen. Father, we thank you because of your word. Thank you, Lord, because of our staffs who are here in this church, Lord, because of our servicemen and our servicewomen. Precious Father, how we praise the Lord, you may hear the cry of their hearts.
And that Jesus, you may remember even their families. In Jesus' name. But these servicemen and the servicewomen, some of them are lost hope in their life. But today, Lord, Jesus of Nazareth, I pray that you will remember them. I want you to meditate upon the word of God. The power of God is here. The presence of the Lord is here. He has seen your suffering. He has seen the kind of a life your families have been living. And we feel the presence of the Lord and the power of God touching the lives of the people. It is not in vain God brought you here. Open your hearts and tell Jesus Christ the kind of a life you've been living. My God and my Lord, I can feel your presence in this place. I can see the tears of your people, Lord, and the healing of the souls of our sons and their children. The Lord, you are going to bring them in this church. You are going to stand with our servicemen and our servicewomen. Father, you can see the spirit of rejection to them. Some of them have been rejected even by their family members. Others, Lord, have been rejected by their partners. Some of them, they are undergoing a broken relationship. Others have been committing suicide and certain sins they don't want to do, but they find themselves doing it. Lord, it is the time to visit their hearts. May you receive visitation of the Holy Spirit now. Oh my God and my Lord. Healing of the heart is happening right now. I can feel the hearts of the people. I can experience the presence of the Lord right now. Somebody somewhere is being touched by the presence of the Lord. Oh my God and my Lord. You can see.